Kwa majina naitwa Zuberi Abdalla Kidumo, ni diwani wa kata Njoro, ni mstahiki meya wa manispaa ya Moshi. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema mpaka sasa. Tumeweza kusafiri kutoka Tanzania kwenda Ujerumani katika mji wa Marburg. Tumekwenda salama, tumerudi salama. Ama kwa hakika safari yetu imekuwa ni safari yenye mafanikio mengi. Kwa kweli tuna kila sababu ya kushukuru mahusiano haya ya kimataifa ya kati ya mji na mji. Ni mahusiano ambayo yanakuwa yana msaada mkubwa sana katika halmashauri zetu, katika miji yetu. Tumekwenda Ujerumani kuwaona wenzetu namna gani wanavyofanya, walitupa mwaliko, tumeweza kuwatembelea. Ujumbe kutoka manispaa ulikuwa una watu watatu, walikuwepo mkurugenzi, mstahiki meya pamoja na mchumi wa manispaa. Safari yetu imekuwa ya mafanikio makubwa sana kutokana na mapokezi tuliyopata kule kwa wenzetu. Unajua, unaweza usione kazi kubwa anayoifanya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kimataifa, kuyarudisha mahusiano mazuri ya kimataifa. Pale mnapokwenda kwenye nchi tofauti na nchi yenu, kunakuwa na mapokezi makubwa sana. Hii inaonyesha namna gani rais wetu anafanya kazi kubwa ya kidiplomasia ya kujenga mahusiano makubwa kati ya nchi na nchi. Sisi tumekuwa mashahidi. Tumekwenda Ujerumani. Kila tulipokuwa tunakwenda, tunaweza kuambia, mnamfahamu rais wetu wa Tanzania? Hadi watoto wa shule wanakutamkia, tunamjua Madam Samia Suluhu Hassan. Ni picha nzuri, inaonekana namna gani rais wetu anafanya kazi nzuri. Mapokezi yamekuwa makubwa, na unapokwenda kuongea na wenzenu katika nchi nyingine, mkawaeleza changamoto zenu katika maeneo yenu, wanazipokea na wanawaambia basi sisi tutafanya 1, 2, 3 katika kuwasupport. Hiyo tu inatosha kuonyesha kwamba nchi yetu ina mahusiano mazuri kimataifa. Naitwa Monica Charles Sana, ni mchumi wa manispaa ya Moshi. Nilikuwa mmoja katika delegation ambayo tulialikwa mji wa Marburg nchini Ujerumani, ambapo mwaliko huo ulikuwa ni kwa ajili ya kuendeleza mahusiano kati ya mji wa Marburg wa Ujerumani pamoja na manispaa ya Moshi. Kimsingi nimefarijika sana kuwatembelea wale wenzetu kwa sababu wako mbali ukilinganisha na maendeleo ya kwetu hapa. Wenzetu wako mbali. Kuna mambo mengi ambayo tumejifunza na kuna maeneo mengi ambayo tumetembelea, ikiwemo hospitali inayotoa huduma katika mji huo ambayo ni hospitali kubwa, maeneo ya huduma za zimamoto, lakini pia kuna maeneo ya huduma za kuokoa maisha ya watu. Lakini pia tukatembezwa katika mji wa Marburg ambao maeneo ya kihistoria ya mji ule. Lakini pia tukazungumzia swala la wafanyabiashara wadogo. Kama mnavyofahamu, wao biashara zao wanakosa mahali pa kufanyia biashara. Kwa hiyo wanazunguka katika maeneo mbalimbali ya mji. Na katika kuzunguka kwao, wakati mwingine unakuta kuna baadhi ya takataka zinazagaa kwa pengine bidhaa wanazouza. Ilikuwa ni kuwajengea machinga jengo ambalo watakaa, watulie na kufanya biashara mahali pamoja. Wanapokuwa pamoja, hata usafi unakuwa unaimarishwa. Naitwa Mwajuma Basi Nasombe, mkurugenzi wa manispaa ya Moshi. Kwanza namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa fursa ya watumishi na viongozi mbalimbali kuweza kwenda kutembelea katika maeneo hayo ya wenzetu. Tukiwa Marburg tumeweza kutembelea maeneo tofauti. Tulienda kutembelea idara kubwa ya zimamoto. Idara ya zimamoto kwao ni idara ambaye iko chini ya halmashauri. Tulifika pale, na kwa sababu huwa wanatufuatilia nini ambacho tunakifanya na changamoto ambazo tunazipitia. Moja ya changamoto ambao kwao inawakera sana ni ajali za barabarani na ajali hizi za moto. Mwaka jana waliweza kutupatia gari ya zimamoto, lakini mwaka huu tulipofika wakatupeleka wakatuambia bado wanaona Moshi ajali zinaendelea. Nini tatizo? Kwa tukashia nao, kwa tukafanikiwa kupata gari zingine 2. Wametupa gari 2 zingine za zimamoto. Gari moja ni kwa ajili tu ya ajali za barabarani. In case kwamba imetokea ajali, labda mtu kabanwa na gari lile lina vifaa vya kisasa ambavyo vinaweza kusaidia kukata lile gari na kumuokoa mwathirika ambaye amepata ajali kwa haraka.
lakini pia wakatupatia gari nyingine ya nyongeza kwa ajili ya kuendelea na uokozi kwenye majanga ya maji na moto. Kwa sasa tumepata gari zingine 2, na ile moja waliotuletea mwaka jana zinakuwa ni gari 3 tumepata kutoka kwa marafiki zetu wa Mabag. Lakini tuliweza kushare nao experience na kuona namna gani wenzetu wana maintain usafi kwenye mji wa Mabag. Kama mnavyofahamu, Moshi Manispaa kati ya vitu ambavyo ni kipaumbele kwetu ni usafi wa mazingira. Tunatamani mji wa Moshi uendelee kuwa safi. Ukifika Mabag, huwezi kukutana hata na ganda la pipi. Kwa hiyo tulijaribu kushare nao kuona wenzetu wana maintain vipi usafi wao. Tukagundua yapo mambo lazima tuyaige kutoka Mabag. Kwa mfano, maintenance ya uwekaji wa vifaa vya kuzolea taka. Wenzetu kwenye kila eneo, kila baada ya hatua unakutana na vifaa vya kuzolea taka, lakini vifaa vile moja kwa moja vimetenganishwa. Kwa maana sisi huko tukiwa tunapambana kutafuta taasisi na vikundi vya kutenganisha taka, wenyewe moja kwa moja mtu anapoenda kutupa taka anakutana na zile skip bucket ambazo zimekuwa tayari zimetenganishwa. Kama ni taka ya plastiki anaweka kwenye eneo husika, taka zani anaweka. Kwa hiyo hii na sisi tumeona tulishaanza kuifanya kwenye maeneo ya masokoni. Ukifika kwenye masokoni tuna skip bucket inaweka mboga na skip bucket inaweka taka zingine. Sasa wenyewe wameweka mji wao wote. Lakini vile vile tulifika kwenye eneo lao la hospitali, kwenye huduma za afya. Kwao afya ya mwananchi ni kipaumbele chao. Kwamba ili tuwe na uchumi ambao uko imara, ili tuwe na vyovyote vile ambavyo tunataka tuwe na elimu bora na nini, cha kwanza lazima tuanze na afya ya huyu mtu ambaye tunataka azalishe vizuri, tunataka asome vizuri. Hapa naomba nizungumzie swala zima la emergency. Tunapopata emergency, ikitokea mwananchi amepata emergency, kwanza kuna linki ambayo huko kwetu haipo. Kwa maana linki ya idara ya afya, ya idara ya polisi, kwa maana ya trafiki barabarani, huya na hospitali moja kwa moja. Kwa maana ukipata tatizo kwenye point A, basi wana system za mawasiliano. Trafiki aliyokuwepo kwenye hiyo line anajua kwamba kuna gari ya dharura itapita kwenye barabara hii. Kwa hiyo lazima aandae mazingira ya kuhakikisha gari inapita salama na inafika kwenye kituo salama. Lakini kule hospitali ambako mgonjwa anapeleka, na wao kuna communication systems zinapita. Tumeona kwenye skini kabisa alert zinapigwa kwamba Mwajuma basi ana changamoto, yuko barabarani, analetwa hapa kwenye emergency. Kwa hiyo madaktari wanakuwa attention kumsubiri yule mgonjwa. Sasa tukaona ni jambo la kujifunza, tutashauri pia mamlaka jambo la kujifunza, lakini katika eneo letu pia tutaona namna gani ambavyo tunaweza kwenda ku-maintain. Kumbuka tutakuwa tunahusisha taasisi zingine. Kwao imekuwa ni rahisi kwa sababu ukizungumza cancel kwao vitu vyote vinakuwa chini yao. Lakini kitu kingine tulienda kujifunza namna utunzaji wa mazingira. Mazingira namna yanavyotunzwa. Hapa tukajifunza vitu vingi sana. Namna ambavyo mazingira inakuwa ni sehemu pia ya kitega uchumi. Yaani wanaeneo, wana bustani ambayo watalii na watu mbalimbali wanakwenda kuangalia na wanalipia. Sisi manispaa tunalo eneo kubwa sana liko hapa nyuma ya ofisi, ambayo tunajaribu kuwatafuta pia wawekezaji waje tu maintain. Kwanza una maintain mazingira ya mazingira kwa ujumla, lakini pia inakuwa ni chanzo cha mapato, una attract wageni. Badala ya kuwa tu na utalii wa kwenda kuangalia simba, kupanda mlima, kuna kuwa na utalii pia wa kuja kuangalia mimea ambayo inapatikana Tanzania tu, lakini nchi nyingine hakuna. Kwa badala ya kwenda Njombe, badala ya kwenda Iringa, badala ya kusafiri kwenda labda mkoa mwingine, akifika kwenye bustani yetu anaweza kuona mimea yote ambayo inalimwa ndani ya nchi ya Tanzania, lakini mimea yote ambayo inalimwa Afrika. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwekeza katika swala zima la kumaintain mazingira, itatusaidia sana. Mtalii anajua kabisa labda nilienda Ghana nikikutana na species za aina hii, tunaziweka hapa kwetu na anaziona.